kanise kabisa kuongea. Ninachokitaka hii nyumba iuzwe. Kwa sababu haiwezekani. Yaani mimi niliyekuwepo nina mimba, nimeenda kupangiwa huko, chumba hakieleweki. Chumba kidogo kama kichochoro. Mimi sitaki. Hii nyumba iuzwe hapa na wewe mwanamke naye akapange. Kwanza mwanamke mwenyewe mgumba. Kuzaa zai. Mimi nilobeba mimba siheshimiwi. Hata haya. Yaani unaongea na babako mkwe kama unaongea na hawalako. Wewe na wewe tulia. Usinichafulie. Sije ukanichafulia kikao watu. Wewe dunia. Hivi wewe mama, wewe umetumwa au wewe umekuja na akili zako timamu? Sikia nikwambie mzee wangu. Nina akili zangu timamu. Ndio maana nikakutana na mwanao nikambebea mimba. Mimi sio mgumba. Iko kimwanamke kigumba. Kwanza kione kilivyokuwa kimekaukiana. Yaani hata akieleki sija hata ulimpendea gani ni huyo. Mimi nataka nyumba hizo. Mimi nishachoka kukaa kwenye nyumba za kupanga. Hii nyumba hizo na mwenyewe akaishi kwenye nyumba za kupanga. Mwanamke azai kwanza kazi gani leo unakazi kumngangania tu. Kama vipi simumwache tu mnoe hata mimi mwenyewe naitaka. Hiyo nyumba unaongangania yuzo ulileta tofali. Unajua jasho lako wewe. Una jasho lako na kuuliza. Mwenzio kapambana kutafuta hiyo nyumba. Wewe na wewe pambana upate ya kwako. Yeye alipambana kutafuta nyumba na mimi nilipambana kutafuta mimba. Sasa hiyo mimba mimba. Kama umebeba jiwe. Hivi wewe umefunzwa kweli kwenu wewe? Una hata hekima. Sasa kwa taarifa yako, nyumba haiuzwi. Nyumba haiuzwi. Wewe tulia na dunia. Nitakupiga sasa hivi hapa. Usinitee ujinga. Pombe zako huko wewe. Alafu wewe mama, hivi kweli una hekima? Namheshimu sana huyu. Hata kama hana mtoto lakini namheshimu kwa sababu ananiheshimu. Wewe huna heshima. Tena. Yaani shukuru sasa hivi nimekuwa mpole. Kipindi cha nyuma ningeshakulipua makofi wewe. Aya, ngoja nikuheshimu baba mkwe. Unataka heshima? Ngoja nikupe kilazima. Ondoki kazi unayo. Haya yote umeyataka wewe. Ungetulia na mke wako haya yote yasingetokea. Unanipa shida. Ondoki unanipa shida. Sasa nisikize mzee. Mimi si ndo ndema. Alafu mimi ndo nimetaka. Yaani nyumba itauzwa kivyo vyote vile. Sije kushindwa na jambo hata siku. Hata kwa bahati mbaya kwa kubahatisha sije kushindwa na kitu. Hii nyumba itauzwa, mimi ndo nimetaka. Sasa kama unataka kuachwa. Ngangania hii nyumba iuzwe. Eti niachwe? Wewe ndo umeniwa skani ya mwanao. Ndio unajibu afu dunia. Wewe mama. Chezea sehemu zote sio mimi. Kama unamdharau huyo mume wako, sio mimi. Mimi ni mtu mzima. Alafu mimi nina nafasi. Yaani mimi nina nafasi kama baba yako mzazi. Nichukulie kama baba yako mzazi, sio mkwe wako. Unapoongea ongea kwa hekima. Wewe ni heshimu. Alafu mimi nataka nikuheshimu. Kwa nini unataka kusikiza jambo langu mimi ninaliongea? Kwa nini mimi sio mkweo? Etio nampenda sana huyo huko ananiheshimu. Wewe unataka nikupe heshima gani? Nishawahi kukutukana hata siku moja? Nishawahi kukutukana mimi? Nakwambia hivi. Hai. Pambana, tafuta vya kwako na huyo mume wako. Jasho la mwenzio liache kama lilivyo, halikuhusu. Sasa tuone. Wewe hapo kati ya mgumba na mimi nilokubebea huyu mtoto utamsikiliza nani? Yaani mimi nimehangaika nimebeba huyu mtoto, alafu yani sisikilizwi ina maana. Wewe mzee. Kasi kuongea sana. Nimesema hivi hii nyumba itauzwa. Mimi ndema ndo nimetaka. Nani ya kunipinga? Yaani mimi ndo nimetaka ndo nishaongea. Hii nyumba itauzwa. Baba, wewe mwenyewe unanijua. Lolote utaongea wewe, mimi nakusikiliza. Kwa hivyo mimi niko tayari kwa lolote lile. Nyumba iuzwe ama ifanyeje? Nyinyi ndio mnaoona hayo. Mimi sina maamuzi yoyote hayo babangu. Hivyo unaongea nini wewe? Kila siku nakwambia hata huruma zako. Yaani wewe umehangaika miaka mingi umetafuta vitu vyako, leo unasema eti nyinyi ndio muamue, mimi sina cha kuongea sio nini na nini. Acha mambo yako ya kishamba, ushaelewa? Sikiza nikwambie, hapa nyumba haiuzi na wala hamna kumuogopa yule tula kipolo katoka zake kijijini huko, kashindwa kudanga kapamia meli ya Kigiriki atakuleta ushamba wake, ataumia au sio? Yaani wewe elewa mimi si nipo.
ataumia yule pale, afu ataondoka, wewe utaendelea kuishi maisha yako na mume wako fresh, au sio? Acha huruma zako wewe. Hivi wewe binti, kwanza unaongea kama nani? Yaani wewe kabisa dadangu mimi unamuita chula. Kwa sauti kabisa unajitutumua, wewe asijui nini Kiswahili cha kiuniuni. Acha watu wazima waongee, wewe unaongea kama nani? Kama chula basi dadangu na basi na wewe ni chula vile vile. Wewe vipi bwana? Au unataka watu wengine pia tuanze kuzungumza, si ndio? Usiona kwamba tumekaa kimya tu. Oho. Sasikia ngombe mwendeshi. Yaani ile jambo kufanya kama limeshaisha. Mimi wandema sio nimetaka, nani atanipiga? Wewe tuondoke. Ila hii nyumba, yaani lazima itauzwa kivyo vyote vile. Wewe unajua mimi. Hey. Kiwa pili hadithi ya maumivu. Hey, maumivu. Yeah, maumivu. Wewe baba, ngoja nikwambie kitu. Mimi sio kwamba nimelewa, ina akili timamu. Umesikia? Kinachotakiwa yule mke wa pili apewe haki yake. Wewe unalo hilo. Alafu wewe Dunia usipende kuniuzi. Hata mimi kuuzi na Unaongea ujinga. Apewe haki yake ametafuta. sasa baba, unaona. Kwenda zako huko usinichanganye. Peleka mipombe yako mbele huko. Hapo nitakunyaji kueleka wewe mimi mbaya. Dunia. Kiwa pili hadithi ya maumivu. Hey, maumivu. Yeah, maumivu. Kiwa pili hadithi ya maumivu. Hey, maumivu. Unajua, nilikuwa nakutafuta mdogo wangu. Kumbe uko huko. Ya, nimekaa huku najaribu kutafakari maneno fulani hivi ambayo tumetaka kuzungumza pale kwenye kikao. Ndio maana nikaamua nije nipunge upepo huko mama. Sasa, unajua ngoja nikwambie kitu mdogo wangu. Sawa. Katika maisha haya matukio yapo. Umeelewa kwa makini vizuri, Umeelewa? Sasa, wewe kwani wanakuta nini ndugu yangu, ndo kuita wewe ndo mwanaume sana. Shida matumizi sasa hivi ya pesa yamekuwa makali mno. Alafu sasa kitu ambacho wewe ndio unamwangalia. Wewe kumpa shida mtoto. Mtoto kanyuka kama ua. Ndugu wangu, tumezaliwa hawa watatu. Afu nimejificha tu pale. Sasa hivi sitaki kuonekana mimi mtu ambaye sina maana kwenye familia. Lakini mimi ni mkubwa, nimeona mengi. Wewe kwa Mungu kwenda kumpangia mtoto kule bondeni rafiki yangu. Mdogo wangu kule ukisikia redio basi shua kaje. Mtoto mzuri wewe. Sasa mimi na wasomo. Sasa piga moyo konde mtoto wake. Alafu muda mwingine vikao hivi kwenye familia na huyo mzee anazeka vibaya. Kama vipi tufanye juu chini tuuze mijengo. Kama ni talaka ni bora apate yule, sio wewe. Tambua mlipiga tofali mkiwa wawili. Nguvu yako nimeiona mpaka mnajenga. Wewe uache nyumba yako kirahisi. Baba, huoni changamoto gani ninayopitia mimi kwa mume wangu? Babangu mimi nateseka, mitaani huko nadhalilika. Mke mwenzangu ndo ananyanyapaa kabisa. Nafikiri mimi nitaishije hapo? Nitaishi naye vipi karibu hivi? Na mama nimeona hilo ni swala la umuhimu. Na mimi kurudi nyumbani kumza hata wiki mbili tu. Kukuliza akili yangu. Babangu nakumbuka tumetoka mbali sana na mume wangu. Kila mtu anajua. Tumeanza maisha ya chini sisi. Tumelala chini sisi. Kila mtu anatuangalia sisi maisha tulikuwa tunaishi. Ya kudhalilika.
leo hii tumejenga, naona kabisa ndio ilibidi mimi nipate furaha na mume wangu, lakini hamna hicho kitu. Mama, kila jambo linaenda na wakati wake. Na haya yote ni kwa sababu yeye tukapata ujauzito. Kumbuka kuzaa ni mpango wa Mungu. Na wala usijisikie vibaya. Yule ni mume wako na atabaki kuwa mume wako. Naomba unielewe mama. Kuwa mvumilivu. Onyesha upendo kwa mume wako. Usimuonyeshe tofauti yoyote. Umenielewa mama? Unapotoa mawazo ya kusema nyumba hii inatakiwa iuzwe, sidhani kama kuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kukuelewa, kwa sababu wazo lako ni wazo la kipumbavu na limekaa vibaya, yaani limekaa kiugomvi tu. Mimi nadhani unahitaji kufikiria zaidi, ila kama utakuwa na wazo la kusema tuuze nyumba, kusema ukweli hapo unakosea sana. Wewe unajua shida mimi ni kuaga naongea. Mmenituemeka nimeelewa. Wewe lazima medula bora ngata ifanye vizuri. Ndio maana leo niko nimetulia. Kile kinyosha kidole na mbaka chini. Kile kinyosha kidole. Wewe utake kuchangia. Mimi sasa sikiza. Wewe nataka kuambia kitu kimoja. Wewe kama umeona mambo mengi anakubana mkaa. Usiogope, mimi kakako nipo kwa ajili ya matatizo. Wewe nipo yule mmoja kusaidia, kwa sababu unajua haya maisha ya wanawake, ndugu wangu, wanawake wote wa nini wenzako wanatafuta mali, wewe unatafuta nani? Unaongeza. Tumezaliwa watatu, familia ndogo hii, sawa? Sio wao. Basi mtoto mmoja. Ukiona kuna tofauti yoyote, nipigie simu. Ukiona kwamba simu sipatikani, funga safari mama, njoo. Mimi Odoti na mudu. Odoti ni mtoto wangu mimi. Hawezi kunishinda hata siku moja. Mimi nitabaki kuwa baba na nitasimama kwenye msimamo wangu. Na nahakikisha kwamba wewe hautoachika. Akikuacha wewe, nampa lazi. Haki ya Mungu nampa lazi. Babangu, nimekuelewa. Najua unanipambania. Najua mnanipenda wote familia nzima. Najua mnanipenda. Sawa, nimekuelewa. Ngoja tuone itakuwaje. Babangu. Nashukuru kwa kunielewa. Najivunia kupata babangu ambaye ananipenda na kunijali. Na mimi pia naona thamani yako mama. Kwanza una upendo na familia. Unapenda ndugu. Hiyo pia ni sifa namba moja. Hivi kaka Dunia, unachokiongea uko serious au unanitania? Nimekuona umeboreka kidogo na kuchangamsha, lakini kuwa nalo makini. Nataka niotoke kidogo. Unabukwa? Sina hiyo buku. Wewe buku ule. Hivi kwa nini sisi tunaonekana kama vile watu ambao hata hatujali? Siku kifa wewe, siku ya msiba wako, siri. Siri. Yaani sio fo, siri. Siku ya kufa wewe sasa. Na chinja mbuzi, au utaifuta kwa maima hapo mbele ubanda. Wale ndio watu ambao wanaweza kunisikiliza shida zangu. Hivi kwa nini? Yaani anachukulia mimi kama vile yaani kana nyumba na mleta mganga anakuja nipiga zindiko yote. Aone nachukua hata nenda kuuza huko mbele sasa. Muone alivuka. Hivi anakili kweli yule. Yaani nasamini walimu kama eti mimi nimeelewa. Umeelewa mimi mamako. Mama damu shikamoo. Marahaba. Vipi kwani nimesikia kuna jina malitaja au jina Dingampe? Kwani jina si hiyo ndio jina niliyokupa au sina au? Hilo jina hata ukifa ndio jina ambalo litaandikwa kwenye msalaba wako. Kwa hiyo nataka kuniambia majina yako ya mtaani huko ndio nikuite mimi? Okay, poa, twende kwenye point. Ongea chapu, mimi unasema nataka nipite. Yaani wewe hauna hata siku moja ambayo umeongea na mimi kwa busara. Ongea point, nataka niende zangu.
unaniona msela mwenzako, si ndio? Mimi ni babako. Unapoongea na mimi ongea kwa heshima. Mambo yenu ya kijiweni yaishi huko kijiweni. Ukija kwangu heshima na adabu, mimi ni babako. Si unanielewa? Sawa, nimekuelewa, twende kwenye pointi. Pointi inayokuja kwamba fanya kila linalowezekana. Naona anakoendea kakako Dunia, pombe zitamuua. Anakunywa pombe anapitiliza. Nachokuomba tu kwamba wewe una marafiki zako. Hebu fanya mpango wowote. Mtafutie kakako mwanamke tumuozeshe mapema. Kwa hiyo nataka kuniambia ni mimi hapa nikamtafutie ule boya wako, ule bwege nimtafutie mwanamke au sio? Yaani imefika hatua yani wewe kabisa umekaa na akili zako unaanza kumtafutia ule bwege mwanamke. Sasa mwanamke wa nini utamfanyia nini? Mtu mwenyewe haelewi. Muda wote kazi ka pombe tu kichwani kwake. Alafu usinaisha kwambia unapoongea na mimi ongea kwa hekima na busara. Ongea kwa heshima. Usiniongelee kihuni. Alafu mimi yani hapa watoto wa kiume ninao wawili tu. Ninaye Dunia na Odochi. Sasa lakini na wewe nakufananisha kama na wao tu. Kwa sababu unapoongea unaongea kiumeume tu. Wewe ni mtoto wa kike. Naongea sana. Mimi nishakuelewa. Wewe unataka atafutie, si mtafutie mwanao, si demu, si nini. Poa, mimi sina wale marafiki zangu wale chula mapepe wale. Chula. Eti chula. Chula ndio nini? Sasa usitokijua nini? Ishi kidigitali, ishi liko wazi. Chula ni mwanamke. Umesema nimtafutie mwanao mwanamke. Mimi nishazingatia kodi. Mwanamke mimi namtafutia bro, usiwaze wa nini, hilo swala Kwa hiyo nimeshakuwa bro wako. Nimesahau. Usinaangalia unakoendea. Na hata wewe huo mpango hautaishia kwa Dunia tu. Tukimaliza kumuozesha Dunia, yani ukishakamilisha tu tunamuozesha Dunia. Tunalipa mahali tunamuozesha na wewe kinafuata wewe. Unaojifanya yani wewe unajifanya mtu wa oyo si yoyo nini? Yaani mimi unatadia, nasema nini? Mimi nishaelewa hapo. Mimi mwanao si nataka mwanao tumtafutie mwanamke. Mimi mwanao nitamtafutia. Issue imeje sema kuhusu mimi? Umezingua. Mimi natembea zangu. Sikiliza Usna. Sikiliza nikwambie. Yaani hiyo kazi ya kutafutiwa wewe mwanaume, Dunia ama Odochi wataifanya hiyo kazi. Unamzani. Hapa na hasara. Hapa. Yaani mtoto wa kike kama mtoto wa kiume. Hakuna